sisi na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 3, kipindi cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya 6 aya ya 12 hadi ya 15 na aya ya 17 hadi ya 19. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko sura ya 3 aya ya 31 hadi ya 35. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Marko. Wakaja mamaye na nduguze wa Yesu, wakasimama nje, wakatuma mtu kumwita. Na makutano walikuwa wameketi wakimzunguka. Wakamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wako nje wanakutafuta. Akawajibu akisema, mama yangu na ndugu zangu ni akina nani? Akawatazama wale walioketi wakimzunguka pande zote, akasema, tazama, mama yangu na ndugu zangu, kwa maana mtu yeyote atakayefanya mapenzi ya Mungu, huyo ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Katika Injili tuliyoisikia hivi punde, kwa ufupi tunaona kwamba Yesu anatuambia kuwa ndugu zake ni wale wanaotenda mapenzi ya Mungu. Ndugu zangu wapendwa, kwa ufikirio wa haraka, jibu alilolitoa Yesu kwa mama yake na ndugu zake ni kama aliwadharau. Lakini ni kitu ambacho si kweli, kwani Yesu tangu kuzaliwa kwake alimheshimu sana mama yake pamoja na ndugu zake, kwani alikuwa akiwasikiliza na kupokea malezi yao tangu akiwa mdogo, kama tusomavyo katika Injili ya Yohane sura ya 2 aya ya 12. Baada ya hayo akashuka mpaka Kapernaumu, yeye na mama yake na ndugu zake na wanafunzi wake, wakakaa huko siku si nyingi. Pia Injili ya Yohane sura ya 2 aya ya 3, hata divai ilipowatindikia mamaye, Yesu akamwambia, hawana divai, na Yesu akatengeneza divai. Yote haya yanaonesha kuwa Yesu hakumdharau mama yake wala ndugu zake. Ndugu zangu, katika maandiko matakatifu neno ndugu lina maana pana zaidi. Ukiangalia katika Agano la Kale, ndugu ni watu wa taifa moja, kama tusomavyo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 13 aya ya 8. Abrahamu akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi na kusihi kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wako, maana sisi tu ndugu. Na katika Agano Jipya, ndugu ni Wakristo, yaani wafuasi wa Kristo, kama tusomavyo katika maandiko matakatifu. Waraka wa Ibrania sura ya 13 aya ya 1. Upendano wa ndugu na udumu. Pia katika waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 3 aya ya 14, sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani, kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyewapenda akaa katika mauti. Hivyo katika Injili tuliyoisikia, ndugu wa Yesu si wana wa Maria tu, bali ni jamaa zake wa karibu,
kwa sababu katika tamaduni za Kiyahudi hata jamaa wasio wa baba mmoja huitwa ndugu. Ndiyo maana Kristo anaposema ndugu zake ni wale wanaofanya mapenzi ya Mungu, akimaanisha kwamba tunapojifunganisha naye kwa njia ya sakramenti ya ubatizo na kutenda yale yanayompendeza Mungu, tunakuwa familia moja, yaani familia ya Kikristo ambayo imeunganishwa na kifungo cha upendo. Hivyo wapendwa, swali la kujiuliza mimi na wewe, je, tufanye nini basi ili tuweze kutenda mapenzi ya Mungu? Tumuombe Mungu atujalie neema ya kubadilika na kuanza kutenda mema, hasa kuishi ahadi zetu za ubatizo kwa uaminifu, ili tuweze kujifunganisha naye, kwani katika ubatizo wetu tulimkataa Shetani na mambo yake yote na fahari zake zote. Hivyo ni wajibu wetu daima kuendelea kuungama imani yetu ili tuzidi kudumisha undugu na Kristo. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Apolinari Michael Sachi kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kora, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Neno la Bwana Yesu Kristo ni njia ya wokovu wetu, kwa hiyo inatupasa tulipokee. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi.